Na sasa tuangazie hii ambayo imekuwa ikigonga vichwa vya habari kuhusiana na hatma ya kisiasa ya Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki, ikizua mjadala kufuatia ripoti kwamba baadhi ya majukumu muhimu ya ofisi yake yamekabidhiwa mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi. Hatua hiyo imeibua maswali iwapo laana ya manaibu rais inayowakumba viongozi wa nafasi hiyo nchini Kenya huenda sasa ikaanza kumwandama Kindiki, huku zikisalia takribani mwaka mmoja kabla uchaguzi mkuu ujao. Hata hivyo, Kindiki amepuuza mada hiyo niwe radhi, akiyataja kuwa ni uvumi usio na msingi. Mtangulizi wake Rigathi Gachagua hata hivyo amesema alimuonya kwamba huenda hali kama hii ikatokea. Laban Shaban na maelezo zaidi. Naibu Rais Kithure Kindiki huenda anakabiliwa na kipindi kigumu zaidi kisiasa tangu alipoapishwa kushika wadhifa huo. Maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 yanapoendelea kushika kasi, msururu wa barua kutoka serikalini umeibua maswali mapya kuhusu iwapo ushawishi wake ndani ya utawala unapunguzwa hatua kwa hatua. Miongoni mwa nyaraka hizo ni barua ya tarehe 8 Juni mwaka 2026 ambayo ilitiwa saini na mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei. Imempa mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi jukumu la kusimamia utekelezaji wa sheria ya mahusiano kati ya serikali kuu na serikali za kaunti, jukumu ambalo awali liliratibiwa kupitia ofisi ya naibu rais chini ya mgawanyo wa sasa wa majukumu ya serikali. Hali kadhalika, Koskei anamwagiza Mudavadi kusimamia utekelezaji wa sheria hiyo ili kuunga mkono utendaji wa ofisi ya naibu rais. Siku tatu zilizopita alipokuwa akizungumza na wakulima mjini Meru, Kindiki alipuuzilia mbali uvumi kuwa yeye na wafuasi wake walikuwa njiani kuondoka serikalini. Kwa hivyo hii serikali, muache mchezo. Hii ni serikali yetu, hatutoki. Tunang'ang'ana hapa. Najua tumeongezeka, kina Oparanya wamekuja, wamekaribishwa, lakini hatutoki. Mchambuzi wa masuala ya uongozi na sera Profesa David Minja anasema kauli hizo zinaashiria shinikizo ndani ya serikali. Kindiki will have rough time in not deciding whether he will either jump ship, that is resign and jump ship, or stay up to the end and just go home. Hata kabla ya nafasi hiyo kuwa wazi, mijadala kuhusu anayefaa kushika wadhifa wa naibu rais tayari imeanza kushika kasi. Kama UDA na ODM na waseme UDA walete rais na ODM walete deputy president, sisi tutapeleka kwa soko Wycliffe Ambetsa Oparanya. Nilikuwa nimeenda likizo ya siasa kwa sababu niliingia kwa serikali. Sasa nimerudi kufanya siasa. Sasa nimeona ameanza kuangaisha Kindiki. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua sasa anadai kuwa Kithure Kindiki anakumbana na wembe ule wa kisiasa ambao aliwahi kumuonya kuhusu. Ile mtu anapangia wewe si mwingine ni Kasongo. And I told you my younger brother. Siku alikutumia kunihangaisha mimi. Alikutumia kunichokora na kunipangia jama. Nikakwambia akimalizana na mimi atakula wewe next. Ikiwa hali hii itaendelea, wachambuzi wanasema itadhihirisha kile kinachotajwa na wengi kuwa laana ya manaibu rais Kenya. Kabla ya kuwa rais, William Ruto mwenyewe alipitia miaka kadhaa ya kutengwa kisiasa baada ya kutofautiana na rais wa wakati huo Uhuru Kenyatta. Hata hivyo, Rigathi Gachagua alipoondolewa madarakani, ambapo alitimuliwa mwaka 2024, Ruto alichagua Kithure Kindiki kuwa naibu wake. Miaka miwili tangu Ruto amsifu Kindiki kuwa anafaa kukalia kiti cha naibu rais, sasa inaonekana anaandamwa na laana za watangulizi wake. Laban Shaban, NTV, Nairobi.